Reka turabe Biblia zacu. Tufunue Biblia zetu. Kitabu cha Zaburi. Katika kitabu cha Zaburi 116. Zaburi sura yake ya 116. Kare twasomye ku murongo wa 12. Hapo mbele tumesoma katika mstari wake wa 12. Ariko shaka ditangure ku murongo gice cy'ijana na 16 duhere kuruja murongo wa mbere tugeze ku wa 3. Lakini kwa sasa nitabadili kidogo, nitaomba tusome kwa hiyo sura ya 116 tuanze mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Nkunda Uhoraho kuko yumvise ijwi ryanje no kwinginga kwanje, kuko yanteze ugutwi, nicyo gituma nzokwama ndamwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zaranyizingiye ko uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, mbona ibyago n'umubabaro. Maze nambaza izina ry'Uhoraho, Uhoraho ndakwinginze rokora ubugingo bwanje. Mstari wa kwanza nasema kwamba haleluya, nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na dua zangu, kwa maana amenitegea sikio lake. Kwa hiyo nitamwita siku zangu zote. Kamba za mauti nilizizunguka, shida za kuzimu zilinipata, naliona taabu na huzuni. Amen. Amen. Nkuko bamwe bahejeje gushima Imana, kama jinsi wamoja wamemaliza kumshukuru Mungu, na niko uyu yanditse Zaburi yashimye Imana ku bikorwa bitari biki Imana yamukoreye. Ndo kama vile huu Daudi ameandika kitabu hiki cha Zaburi, ameandika maneno akimshukuru Mungu kwa mambo mengi ambayo amefanya. Kugira ngo yandika ya majambo ni kubera Imana yamurenganishije ibintu bitari bike. Ili aandika ya maneno ni kwa sababu Mungu alimpitisha kwenye matatizo makubwa na akakuwa kingo lake. Umunsi urizi na yibuka yuko Imana yamukoreye ibikorwa bikomeye kandi bihambaye. Kuna siku alikumbuka mambo magumu au matatizo magumu Daudi alipitia, na Mungu akamufanyia vizuri, akatoa kwa matatizo hiyo, akapata muda mzuri wa kumshukuru Mungu. Niho yavuze ati nkunda Uhoraho kuko yumvise ijwi ryanje no kwinginga kwanjye. Ndo akasema kwamba ninamshukuru Mungu kwa sababu amesikia sauti yangu na amesikia jinsi mimi nilichomulilia. Kenshi iyo umuntu ari mu bibazo bitandukanye, wakati mwingi au nyakati tofauti, wakati mtu anaishi katika anafikwa na matatizo mbalimbali, nasanze ariho aronka umwanya wo kwegera Imana. Nimekuta kwamba huo muda mtu ana matatizo ndio muda nakumbuka kuwa karibu na Mungu. Uko biba bimeze kose uwo mwanya uraronka umwanya mwiza wo kwiyegereza Imana. Ingawa kuna hali yoyote fulani mbaya au nzuri, huo muda utatafuta muda wa kuwa karibu na Mungu, wa kumkaribia Mungu. Bitandukanye n'iyo umuntu amerewe neza. Tunakutana ni tofauti sasa na wakati mtu yuko kwenye hali nzuri, wakati hana matatizo. Iyo umuntu ahiriwe usanga ataronka umwanya mwiza wo kwiyegereza Imana. Wakati mtu hana matatizo, hana shida yoyote, huwa achukue muda mzuri wa kumshukuru Mungu au kumfurahia Mungu. Ariko iyo ageze mu bihe bihambaye niho aronka kanya ko kwiyegereza Imana. Lakini wakati mtu anasikana matatizo, ndo yule wakati mtu anajiwaza kumkaribia Mungu. Uzura uri mu muduga ngo mere nk'uhengareye gato uzoyumva n'abari inyuma badatwajije umuduga bahamagaye Yesu. Kwa mfano kama unaendesha gari, wakati gari inadumka kwa heshima kidogo na nyumba kidogo, wenye hawatembezi hata gari wako nyuma na kaa nyuma, huo muda utasikia wanaita Yesu, kubera bumvise kumbure ko igomba ihenuka, kwa sababu wamesikia labda gari karibu ianguke. Ariko ikigenda neza uzosanga abantu batekereje. Lakini wakati safari inaendelea kwa vizuri, gari inaenda vizuri bila kuyumba, bila kupita kwenye mashimo, watu wanaenda wana amani, wanafurahi. Bariko biterera inkuru canke bariko barumviza. Huwa wanaenda wanazungumza, wanacheka, wanafurahi kwa sababu hawasikii tatizo lolote. Kenshi iyo umuntu afise ikibazo iminsi yose arahamagara Imana. Wakati nyingi wakati mtu anafikwa na matatizo,
huwa anaita Mungu, anamkaribia Mungu. Kumbura na niko byagendeye uyu mwanditsi Daudi. Ndio jinsi imeendeka kwa huyu mwandishi wa kitabu cha Zaburi Daudi. Aravuga ati jenda kundohoraho kubera naramutakambye aranyumviriza. Anasema kwamba mimi ninampenda Mungu kwa sababu nimemulilia, nimemuonyesha matatizo yangu, na yeye Mungu akawa karibu yangu akanisaidia. Kandi Imana yacu irumva masengesho. Kwa kweli Mungu wetu huwa anasikia maombi tunayomuomba. Uko bimeze kose, waba uryohewe waba utaryohewe, iyo ubwiye Imana irumva. Vilivyo vyote, wewe ukiwa na furaha au kama hauna furaha, wakati unamuomba Mungu unamuonyesha matatizo yako, Mungu huwa anasikia, anapokea mahitaji yako. Na nico gituma iyi Imana igukorera ikintu ari kumenya yuko ishoboye byose. Ndio maana wakati Mungu anakujibu, anakufanyia mambo fulani, hapo utaona kabisa kwamba Mungu ni Mungu na Mungu anaweza mambo yote kutimiza. Imana yaguhaye ibintu byinshi byiza, ntugire ikibazo na kimwe, uyumvira yuko byose wabironse ku bushobozi bwawe. Wakati una mambo, vitu fulani, vitu vingi ndani ya nyumba yako, kwenye maisha yako, hapo itafika wakati utawaza kwamba hivyo vitu umevipata kwa nguvu zako wewe mwenyewe. Ero uhoraho ni umunyabuntu kandi ni umuntu agororotse. Kwa hiyo Mungu ni mwenye neema na ni mwenye kuwa imara. Amen. Amen. Rero tugeze kuri ujya murongo twatanguriyeko. Sasa tukisoma kwa ule mstari wa 12 ambao tumeanzia, ni ikibazo. Kuna swali. Ni ikibazo kuri wewe cyangwa kuri jewe? Ni kuna ulizo au kuna swali unaloweza kuliuliza au mimi ninaloweza kuliuliza. Nkuko Daudi nawe nyuma yo kubona ibyo byose Imana yamukoreye, kama vile Daudi wakati alipoona kwamba mambo mengi aliyofanywa na Mungu, yibajije kino kibazo. Alijiuliza hili swali. Ati ibyiza uhoraho yangiriye byose ndabimwishuriki? Alijiuliza, nimurudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote aliyonitendea? Ico nico kibazo yaje kwibaza nyuma yo kubona biriya Imana yamutunganirije byose. Hilo ndo swali alijiuliza baada ya kuona kwamba matatizo yote Daudi alikuwa nayo, alikuwa amefikiwa nayo, Mungu alimsaidia akatoka kwenye matatizo hayo. Basi ndio ikafika wakati akajiuliza, sasa nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote aliyonitendea? Shawiyumvira nawe. Na wewe unaweza ukajifikiri. Uyihe nk'umunota umwe gusa wibaza ati none Imana yankoreye ico no yishura niki? Unaweza jipatia muda wa dakika moja tu ukijiuliza, sasa kwa sababu ya mambo mengi, matatizo mengi Mungu ameniepusha, mimi nimfanyie nini? Naho utagwaye ntabuzi icyo Imana yagukoreye. Inawezekana kwamba naho umuntu atagwaye cyangwa imbagira izindi ngorane. Inawezekana kwamba haukugonjwa au hakufikwa na matatizo tofauti ambayo yamekufikia, ariko ntihabuzi icyo Imana yagukoreye. Lakini hapakosekani kitu mmoja ambacho Mungu amekutendea, na kitu hicho ni kizuri sana. Tawibaza ati kuri ibi byose Imana yankoreye niki no muha hagashimwe. Sasa unaweza kujiuliza, kwa yote Mungu ambaye amenitendea, kitu gani naweza kumzawadia Mungu ili nimfurahishe kwa hayo yote amenifanyia vizuri? Raba umwaka wose Imana yakurinze. Angalia mwaka wote mzima Mungu ambaye amekulinda. Naho wahuye n'ingorane zitandukanye, mugabo Imana yarakuzigamye umwaka urawuheza. Ingawa umefikwa na matatizo tofauti, Mungu amekulinda mwaka huo wote mzima, naweza kusema haukufa. Hari abantu benshi bamaze kuva muri uno mubiri. Ni wengi ambao mwaka huo umepita wa 18 wamefariki, wametoweka katika hii dunia. Ariko jewe ndachariho. Lakini mimi ningali napumua. Na wewe urachariho. Hata wewe ungali unaishi. Twese turi bazima. Sisi sote tuko hai. Niki twohereza Imana nk'agashimwe? Je, ni kitu gani tunaweza kuzawadia Mungu kama zawadi kwa jinsi angali anatulinda hadi leo? Ni benshi bamaze kurengana. Ni wengi ambao wameisha kufa. Ariko twebwe tucari bazima. Lakini sisi tungali tunapumua, tungali wazima. Benshi baragwaye. Wengi wamefikwa na magonjwa.
barategwa inshinge zitandukanye, wamedungwa shindano za dawa tofauti. Hariho abandi bongererezwa amaraso, kuna wengine ambao wameongezewa damu kwa sababu ya ukosefu wa damu. Ariko Imana arabagiriye neza, lakini hao wote Mungu amewafanyia vizuri, wangali hai hadi leo. Hageze aho umuntu yibaza ati none Mana niki no guha nk'agashimwe. Inafika muda sasa wa kujiuliza, sasa Mungu kitu gani naweza kukuzawadia ili nikushukuru kwa yale yote ambayo umenifanyia. Haruri imyaka umaze kuri Yesu. Hebu hesabu tangu uzaliwe miaka mingapi ambayo umeshamaliza ukiwa hai? Inashoboka kama umaze gukiza imyaka 50. Inawezekana kwamba umri wako ni wa miaka 50. Inashoboka kama umaze kukiza imyaka 40. Inawezekana kwamba umri wako ni wa miaka 40. Inashoboka ko umaze imyaka 13. Inawezekana kwamba umri wako ni wa miaka 14 au miaka 13. Hiyo miaka yose ni Imana yonyine yakurinze. Hiyo miaka yote ni Mungu amesababisha akulinde. Amniulizo wa Mungu umekufikia ufikie kwa siku ya leo kwa huo umri unao. Turamaze kubona abategetsi batwara iyisi ya none ko baba bafisa barinzi. Tumeishaona kwamba tunajua kwamba hawa wanaotawala hapa duniani huwa na watu ambao wanalinda uzima wao. Uri kuraraba nk'abajya ba president biwaciye hagaze ariko aravuga usanga umusodari nyuma yiwe. Ukiangalia kama rais wa nchi akiwa anatoa hotuba yake, kuna askari ambaye yuko nyuma ili amlinde. Ariko naho baba barinzwe n'abajya basoda babo, lakini ingawa huwa wana ulinzi wa maskari, Imana yo mwijuru niyo murinzi wa twebwe twese. Tunajua kwamba Mungu ndiye mulinzi wa sisi sote. Naho kenshi bajya bahambaye batabitahura nka neza, ingawa hao watu ambao wanaonekana kwamba wana madaraka, wana heshima kubwa, hawaelewi kwamba Mungu ndiye mlinzi mkubwa. Kenshi biyumvira yuko bacungere ubuzima n'abajya basirikare. Mara nyingi huwa wanawaza kwamba jinsi wanavyolindwa uzima wao, wanalindwa huo uzima wao kisaidiwa na maaskari wanaowalinda. Ariko umusirikare akomeye cyane ni Imana. Lakini mwanajeshi mkubwa anayelinda watu uzima wao ni Mungu. Nituzika mijoro n'izuba. Kwa sababu Mungu ndiye anayetulinda usiku na mchana. Sasa tawibaza ni bangahe, ni abagenzi bangahe bamaze gupfa wewe ukabukira. Kwa hiyo unaweza kujiuliza, je, ni marafiki wangapi ambao wamefariki lakini wewe ungali unaendelea kuishi? Harabo mwiganye mu mashuri no munsi batakiriho. Kuna ambao mmejifunza pamoja kwenye masomo lakini kwa siku ya leo hawapumui tena, umefariki. Hariho bamwe twahora dusenga hamwe mu ishengero ubu batakiriho. Kuna wengine ambao tulikuwa tukisali pamoja kwenye kanisa lakini kwa siku ya leo wameisha farika hawapo. Hariho abarongozi b'ibihugu bari bahambaye bavugwa no munsi batakiriho. Kuna wale viongozi ndani ya nchi walikuwa wakisema lakini siku ya leo hawapo, wameisha fariki. Twebwe tucari basima, sisi tungali hai. Ibyizo Uhoraho yatugiriye byose twobimwishuriki. Je, mambo mazuri yote ambayo Mungu ametufanyia ni zawadi gani tunaweza kumzawadia Mungu? Hariho abantu ari bazima mugabo ugasanga bafise kuboko kumwe uko ndiko aravuye. Kuna wengine unakutana ni wazima wako haya wajakufa lakini wana mkono mmoja, wengine mkono umetoweka. Hariho nabandi namaze kubona usanga ata maguru bafise. Kuna wengine ambao nimewaona unakutana miguu yao imetoka, imekatwa. Ariko naho bameze kujya usanga bashima Imana kubera bazima. Lakini hao nao tunakutana wanakuwa wanachukua muda wa kumshukuru Mungu kwa sababu wanaendelea kuishi, wako hai. Birashoboka uno munsi wa none tukaba dufise ibintu byinshi bishobora kutwibagiza iby'Imana yadukora. Inawezekana kwa siku ya leo tuna mambo mengi mazuri ambayo yanasababisha tumsahau Mungu kuwa ametufanyia mambo mazuri sana. Ariko reka twibuke dusubiza amaso yacu nyuma turaba ahantu twavuye. Lakini ingetubidi turudishe mawazo yetu huko nyuma ambako tumetoka, tukumbuke mambo ambayo Mungu ametutendea. Naho kenshi abantu batari bake batakikunda kumva ahantu ko twovuga ibyo twavuyemo mu misi. Ingawa wengi huwa hawapendi tuseme yale mambo ambayo tumeyapitia kwa miaka imepita. Ariko burya akahise karategura kazoza. Lakini tunajua kwamba yale ambayo yamepita huwa yanaandaa mambo yatakayokuja. Ico gituma abantu iyo bariko biga mashure ya leta biga akahise. Ndio maana watu ambao wanaenda huko kwenye masomo huwa wanajifunza au wanafundishwa mambo yaliyopita au historia.
Nukugira ngo bamenye ibyarenganye kera. Ni kwa sababu wajue mambo yaliyofanyika hapo zamani. Maranumva bajya bagenda gukora ikibazo cyo kuronka ubwenegihugu bababaza president wa mbere yatwaye kino gihugu. Huwa ninasikia kwamba wale ambao wanaenda kutafuta kufanya mtihani ya kuwa mwananchi wa hapa Amerika, huwa wanaulizwa nani rais wa kwanza ambaye alitawala hii nchi ya Amerika. Babashaka bamenye ko uzi akahise kino. Hilo swali wanaliuliza ili wapate uhakika kwako kwamba kama unajua mambo ya historia ya hii nchi. Byumvikane ko tudakwiriye kwibagira ahantu twavuye. Maana yake haitubidi sisi tusahau ambako tumetoka. Naho kumbure bitoa byaragenze neza mugabo ntitwoca twibagira. Ingawa inawezekana kuwa mambo yote yameendeka vizuri kabisa, lakini tusisahau yale yote mazuri ambayo Mungu ametufanyia. Oba wibuka ukuntu wari ubayeho mu buzima hari iyo twaje tuva. Je, unaweza kuwa unakumbuka jinsi ulikuwa ukiishi wakati ulikuwa huko nchini zetu? Birashaka ngira woba wibuka cyangwa ukabutacibuka. Inawezekana unakumbuka au inawezekana ukumbuke maisha ulikuwa nayo. Ariko jewe mpora nibuka sinibagira. Lakini mimi huwa nakumbuka jinsi nilikuwa na maisha ya huko kamili. Ndabyibuka ndibuka igihe twava muri Zaire tuhunga. Ninakumbuka wakati toka Kongo, mbele ilikuwa ni Zaire, tulikuwa tukikimbia vita. Je, navuye Uvira na maguru ndashika Kazimia. Mimi nilitoka Uvira nikitembea na mguu hata kufika Kazimia. Ahantu twuririye ubwato budutwara Kigoma. Nafasi ambayo tumepandia boti ituelekeze Tanzania kule Kigoma. Ni urugendo rurerure cyane gose. Hapo niliona ni safari ndefu sana, ninakumbuka kwamba ni safari ndefu sana ambayo nimeifanya. Wasanga abantu ibyato barabitaye baratekeye ibihuzo ku birenge. Watu walikuwa wakitosha viatu au vikiisha wanatumia mavazi, wanachana nguo, wanafunga mavazi kama vitambaa vya kuwasaidia ili watembee. Ibirato byararuhisha abantu. Kwa sababu viatu vilikuwa vikichokesha watu. Umuntu akapana agataga fata impuzu agatabura kabari yatekera. Mtu alikuwa akivua kiatu na kitupa ili kisimchoshe au kisimuumize, ndio anatumia vitambaa vya kitenge au nguo yoyote anafunga kwenye mguu wake ili ajaribu kupunguza maumivu. Ndashima Imana yuko yatuzigamye muri ibyo bintu. Ninamshukuru Mungu kwa kuwa ametulinda kwa siku hizo. Abantu wasanga bagenda barajya imyembe mibisi bamuye ku biti. Wengi wamepata chakula, chakula chale ilikuwa ni kula hembe ambazo hazijakomaa. Hariho nabandi bariye amababi y'ibitoki. Kuna wengine ambao walikula majani ya ndizi ya migomba. Kukuri ivyo bajya. Kwa sababu ya ukosa chakula. Aha turi muri kino gihugu bakubwira unyoye amazi yo mwibomba mu nzu umengo si byiza. Hapa nchini tunamoishi kuna nafasi wanaweza kuambia kwamba usinywe maji ya goma yenye kuwa ndani ya nyumba kwa sababu si mazuri. Ariko ico gihe tukihunga warajama hasi muri bijya binogo ukamwa bijya byondo nyine. Lakini wakati tukimbia vita tunaelekea Tanzania, tulikuwa tunalala chini kwenye mashimo na maji yoyote ambayo tulikuwa tukiyaona ndio tulikuwa tukitumia kwa kunywa. Hariho aho washika ugasanga bayahejeje ufata bikanye ukabari kujya kugira wumve ko munda mu mihogo hamerani. Kuna wengi ambao walikuwa wakifika na mahali ambako hakuna maji, wanaona maji yamekauka, lakini wanatumia ule udongo uliokuwa na baridi, ndo wanatumia, wanakunywa, wanasikia kwamba koromeo zinapata baridi fulani au maji fulani. Abantu baje koroherwa bashitse impande ya Tanganyika. Watu wamepata afadhali walipofika kwenye kando ya bahari Tanganyika. Nuko kijya kiyaga cyagifise amazi menshi ukabaye nk'akagezi gato andibaza cari gukama ko abantu baranyoye cyane. Ni vizuri kwa sababu bahari Tanganyika ni kubwa, lakini ingekuwa ndogo labda ingekauka kwa sababu watu walikuwa ni wengi ambao walitumia maji wakati walifikia mahali hapo. Ivyo bihendazi ko haheze nk'ibizibiri ata muntu yiyuhagira. Najua kwamba wakati tukimbia vita imefika wakati watu wamalize wiki 2 au zaidi bila kuosha miili yao. Nambe twaranuka sindabiza niko twaramaze ico gihe tutiyuhagira. Hali wale wasinda mu mbuzo zao. Ilifika wakati watu watoe harufu mbaya kwa sababu kutokuoga, wengine chawa zilikuwa zikitembea ndani ya nguo. Hapo ndako hinduri mtu. Abantu bagiye kwiyuhagira nuko bashikiye amazi. Watu iliwezekana wapate uwezekano wa kuosha miili yao au kubadilisha nguo
wakati walifikia hiyo bahari Tanganyika. Rero ivyo ntabwo nzovyibagirana navyo. Kwa hiyo historia mimi haitafika siku nitakayoisahau. Hariho abagenzi batari bake twari turi kumwe bagenda barabica mbona n'amaso. Kuna marafiki wengi ambao tulikuwa pamoja nao ambao waliuliwa mimi nikiona macho yao. Impamvu zitandukanye. Kwa sababu ya shida, kwa sababu ya lengo tofauti zilizowafikia. Byose twese twavuye hariya turavyibuka. Kwa sababu sisi sote tumetoka huko, tunajua sababu hayo yote yalitokea. Hauvuga vyinshi bijanye nuko abantu bagiye bari. Hatuwezi kueleza yote kwa sababu gani watu waliuliwa. Aho nariko ndibaza kino kibazo Dawidi yibajije. Hapa nilikuwa natoa mifano nikijiuliza hili swali ambalo Daudi alijiuliza yeye mwenyewe. Ivyizohoraho yangiriye byose ndamwishuriki ariko mwishura. Alijiuliza nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea. Abantu tukiri muri Zaire bene wacu. Okay. Sawa, reka twibuke ibitari bikimana dukore turi mu nkambi muri Tanzania. Tujikumbushe au tuendelee kukumbuka jinsi tulikuwa na uzima huko kwenye kambini huko Tanzania. Babandi bari bahambaye naboroshe twese twasange ibyo kujya. Wale wote walikuwa na madaraka, walikuwa watu wakubwa wenye heshima, wote tulikuwa pamoja kwenye kambi na tulikuwa tunakula chakula kimoja tu. Ushaza baraburi. Zile njekele wamezitumia njya nyinshi zitandukanye UN yaduhaye twese twarazisanga. Chakula tofauti ambayo tumehudumiwa na hili shirika la UN. Sisi sote tumekula chakula hicho. Muri ivyo bihumumwe wese yasenga Imana avuga ati wa Mana wompasha nanje nzogukorera. Huo wakati wote tulikuwa tukisema Mungu ukinisaidia kwenye matatizo, kunitoa kwenye matatizo haya, kwa kweli nitakutumikia. Muri ivyo bibazo bitandukanye twagiye turacamo hari amasezerano menshi twagiye dushiraho. Kupitia hayo matatizo ambayo tumepitia yametufikia, kuna agano mengi, agano tofauti tumeahidia Mungu ambayo tutakayoifanya. Jewaye bikunda ukwibutsa isezerano ryawe n'Imana. Kwa hiyo ingelikuwa vizuri ukumbuke ahadi ambayo uliahidia Mungu. Abantu benshi baratanze amasezerano. Wengi wameahidi. Ari abahunze bava muri Zaire ari n'abahunze bava mu Burundi. Ingawa kuna watu, kwa wale watu waliotoka wakikimbia vita kutoka Burundi au kutoka Zaire, ivyo byose ntihabuze abatanze isezerano ku Mana. Pakusakane mtu ambaye aliahidia Mungu, hebu ukifanya hivi nitakufanyia hivi. Kushika uno munsi wa none ukabutarashitse isezerano. Lakini unakutana kufika siku ya leo. Kwanza siku uingie Amerika hadi siku ya leo haujamshukuru Mungu au haujatoa ile deni ya kuahidia Mungu ambacho umemwahidia. Mu bijanye n'ivyo abantu batari bake twarakoze ibikorwa bitandukanye mu makambi. Kwa hiyo tumefanya kazi tofauti wakati kwa tunaishi huko kwenye kambi. Abantu baraseze Imana kweli. Kwa kweli watu walikuwa wakimuomba Mungu. Abantu bararirimbiye Imana mu buryo bwose. Kwa kweli watu walikuwa wakimtukuza Mungu, akimwambia Mungu. Abantu baratangiye Imana ibigira 10 n'amashikanwa. Kwa kweli watu walimtolea Mungu sehemu ya 10 hata sadaka. Abantu baritanze kugira ngo bubakire ingoro y'Uhoraho. Kwa kweli watu wamejitolea ili wajenge makanisa. Abantu baratanga ibitenge n'amahuza atandukanye. Wengi walikuwa wakimtolea Mungu mavazi yao. Ubushaza, ibigora, amasabune n'amavuta byose barabitanga. Hizo njeketi kwa tukipokea sabuni, mahindi, hivyo vyote vilikuwa vikisaidia kwa kumtolea Mungu. Ababitsi wasanga babitse itunga gishengero cyose. Ulikuwa kukutana wale wawekezaji wa kanisa wana vitu vingi ambavyo wanawekea kanisa. Ushika n'ahimbe bazijya ugasanga zarazibusha. Hata pale zilikuwa zikitumia chakula hicho na zilikuwa zikinenepa sana. Ivyo byose byari ibikorwa byiza bitandukanye twakoze. Hayo yote yalikuwa ni matendo mazuri ambayo tumeyatenda huko. Kandi abantu ntabwo bari bafise impuzu nyinshi cyane. Na watu walikuwa hawana mavazi mengi. Hajewe nihereye ko nta mpuzu nari mfise. Kama mimi nilikuwa sina nguo nyingi za kuvaa. Ndibuka nari mfise ishati imwe ndayambaye abantu bahora
bambira ngo iyo mpuzu yawe ni karangamuntu. Nakumbuka kuna nguo ni shati ilikuwa nikivaa, watu wakiona nikivaa walikuwa wanasema hii ni kitambulisho chako cha kuonyesha wewe ni nani. Karangamuntu murakazi wewe. Kitambulisho, kuonyesha kitambulisho wanaona kama hii ID kuna picha, wanajua kwamba wewe ni fulani. Hiyo ndio ambayo nchi hose baramenya tujani na karenga. Hiyo shati nikivaa wote walikuwa wananiona kwamba yule ni fulani anayepita. Aho nivuze jewe birashoboka ko nawe warumeze nk'uko. Hapo mimi nimejisema inawezekana kwamba na wewe ulikuwa hivyo. Wasanga umuntu agiye ku rusengero yambaye ipataro idasa n'ikote. Bali mara nyebukije. Ilifika wakati tufike kamini, mimi nilienda kanisani nikivaa kapitula kwa sababu nguo zote nilizitupa. Zilikuwa zito kwa sababu ya safari ndefu. Lakini kwa sasa kaswali na kavaa. Ni byinshi umuntu yohera ko yibaza kino kibazo Daudi yibajije. Ni vingi mtu anaweza kukumbuka na kujiwaza na kujifikiri na kujiuliza kama hivi Daudi alivyojiuliza. Naho twari mu bibazo bitandukanye wasanga abantu basenga Imana kweli. Ingawa tulikuwa na matatizo fulani, lakini tulikuwa tukimuomba Mungu kwa kweli. Ibuka kuri bijya twapokera wasanga umuntu yitwararika kuza kubikubisha ariko yavanye kukigira tuni. Ninakumbuka wakati tukipokea vyakula mbele ya kwenda kwenye mashini kupangisha yale mahindi, mtu alikuwa akitoa sehemu ya 10 kwa vile amepokea. Na mavuta wasanga umuntu afise akakoresho ko kuyapima ahakikishe atangiye Imana kigira. Hata mafuta mtu alikuwa anahakikisha kwamba ametoa sehemu ya 10 ya yale mafuta amepokea ili amtolee Mungu. Ni sabuni umuntu yaronka wasanga yagerageje gupima ahakikishe atanze kigira tuni cy'isabuni yaronka. Hata sabuni tukipokea sabuni watu walikuwa wanahakikisha wanatoa sehemu ya 10 ya sabuni wanazitoa ili wapate jinsi ya kuendelea kutumia sabuni zitakazobakia. Inama z'ishengero zifashe ingingo y'amahera kana ko umuntu yotanga nk'inyubako y'ishengero wasanga umuntu ariko aragerageza kuyatanga. Wakati kanisa linashika hatua ya kutoa pesa, ya kuomba pesa kwenye waumini, mtu alikuwa anajitahidi, anatafuta jinsi yoyote, anatumia jinsi yoyote ili apate hizo pesa za kumtolea Mungu. Abantu barabikora. Watu walikuwa kufanya hiyo. Nta mwidodombo nigira numva abantu bidodomba. Na wakati huo wote mimi sikusikia watu ambao wana manunguniko. Ha muntu numwe yidoga ngo ajya amafaranga baguma batanga nibiki. Hakuna watu walikuwa na manunguniko ya kusema zile pesa ambazo tunatoa hivi vitu vingi ambavyo vinatolewa. Umuntu yagenda gusenga ashima naho twatebayo nta kibazo. Mtu alikuwa akienda kumshukuru Mungu ingawa tulikuwa tunachukua masaa mengi, ilikuwa hakuna tatizo kwa waumini. Kumburi icyo cyose ni Imana yaravye. Linawezekana hayo yote Mungu ameyaona. Imana kiziti mbake muri benshi bara makambare reka ndabunguruze ndabatwara hano. Wakati Mungu aliona hayo matatizo yote watu wanafanya na jinsi wanamtumikia Mungu kule, ndio akaamua akasema wachache kati ya wengi nitawachukua niwapeleke mahali fulani. Mugabo simvuze ko twebwe twoba twarabaye beza gusumba bajya bataje. Sisemi kwamba sisi tumekuwa wazuri mbele ya Mungu kuzidi wale wenye hawakupata hiyo nafasi ya kuja huko. Ariko hari impamvu ya bituma. Lakini kuna lengo Mungu alikuwa nalo lililosababisha Mungu afanye hivyo. Nizere yuko Imana yabonye ko bikwiriye ko tuza. Ninaamini ya kwamba Mungu aliona ni vizuri sisi tuje huko. Na nico gituma Imana agumivuga ati ndabatumye gende mukore ibinini mukore neza. Ndio maana Mungu alisema kwamba ninawatuma nendeni mkafanye mambo haya na haya. Bazogenda uko ngomba nzobaha umugisha. Na mkifika kule muwe na mwenendo mzuri na utaji na mimi nitaendelea kuwa pamoja naye. Hariho nawe yabwira ati nimugende mukore ibikorwa binezereza. Kuna wengine Mungu aliwaambia nendeni mkanifanyia matendo ambayo yananifurahisha. Kuko hari andabatumye harabere hari n'ibintu byinshi gusumba ibyo ngaho. Kwa sababu kule nako watuma kuna mambo mazuri zaidi, vitu vizuri kuzidi hapa mlikuwa mnaishi. Ibaze. Kwa hiyo ujiulize. Na je nibaze. Na mimi nijiulize. Myaka maze muri kino gihugu. Ujiulize miaka ambayo umemaliza ukiishi ndani ya nchi. Ugereranya urabe ko umeze nkuko wari umeze ukiri hali. Na ujichunguze wewe mwenyewe, ujiulize, uangalie jinsi ulikuwa ukiishi hapa jinsi ulikuwa ukiishi huko na jinsi ulikuwa ukifanya kazi huko na jinsi ulikuwa kumtumikia Mungu huko, ndio jinsi unafanya hapa.
Fatakanya gatoya wipime ku munzani. Wewe mwenyewe unaweza kujitia kwenye munzani, unajisikiliza, unakagua uzito unao kumtumikia Mungu. Wibuka imyaka wamaze mu nkambi, nambari Mutabira, nambari Nduta, nambari Kanembwa, nambari Hehe. Au kujikumbushe tu jinsi ulivyoishi kwa kambini Mutabira, Muyovozi, Nyarugusu, Nduta, kambi tofauti za kule Tanzania. Saka twitegereza yao usanga twarahindutse ku mibiri. Kama mtu mmoja anafika kwa siku ya leo akitoa kule akituangalia ataona kwamba tumebadilika miili yetu. Muwaranzi byavyo byose amboni ubona ko hari icahindutse. Kama yule alikuwa akiniona huko Afrika, akiniona sasa hivi ataona kweli Mwalimu Rome amebadilika. Nizere ko uri kuranda ubona ko nahindutse. Warakora nyinshi nawe kwa nini akatugubara ko gasese agasiruka hanze urabona ko kai kongera yego naje nuko nyine tuce twibaza rero. Kwa hiyo na sisi tujiulize ibyiza Uhoraho yatugiriye byose niki twomwitura. Kwa yale yote ambayo ni mazuri Mungu alitutendea, ni kitu gani tunaweza kumtolea na ili tumshukuru Mungu? Ni kibazo ndaguhaye naje nkuko nacihaye. Hilo ni swali ambalo nimekuuliza na mimi ambalo nimejiuliza mwenyewe. Nakanya kawe kugira ngo wewe wibaze wenyine gusa. Kwa hiyo ni muda nao kupatia ili ujiulize. Uharuri imyaka yose umaze. Uchunguze miaka yote ambayo umeishi. Nazi hari abavuye hari abakira abana. Kwa sababu najua kuna watu ambao wametoka huko wakiwa watoto sana. Bona abagabo bane n'abagore. Kwa siku ya leo ni wanawake, wengine ni wanaume. Hari abavuye hari abagifise umwana umwe cyangwa babiri. Kuna wenye wametoka kule wana mtoto mmoja au wawili. Bafise abana batatu cyangwa bane. Kwa siku ya leo wana watoto watatu au wanne. Ndibutse igihe abantu bakora mariage hari atwara. Ninakumbuka kama kuna sherehe ya ndoa huko tulikokuwa tukiishi. Asanga umusore agiye gutiza ikostima zo kwambara ku munsi wa mariage. Ulikuwa ukimkuta kijana mvulana anaenda azima nguo za kuvaa wakati wa harusi yake. Abageni bo barabakotera ikanzu yera ujya munsi. Kwa kina dada ilikuwa ni rahisi kwa sababu alikuwa anaenda kukodi nguo ya kuvaa wakati wa harusi yake. Ariko ndibaza ko atamugabo yaronka haza kukoti costume. Lakini ilikuwa ni vigumu mwanaume kupata jinsi ya kukodi hii koti tunazozivaa. Kesho wasanga abapasiteri aribo bafisa makostime. Zaidi ulikuwa kukutana mapasta ndio wana koti za kuvaa. Rero waratugenda ukamwegera ujye ubona ko munganya umubiri kugira ngo agutire. Kwa hiyo ulikuwa unamkaribia yule mlikuwa na koti, unamwambia naomba koti uniazime koti yako ili nisaidie niivae wakati wa harusi yangu. Elizini yabishije costume. Yes. Niwe yabishije costume. Namkumbuka mchungaji mmoja wakati nilifanya harusi, yeye ameniazima koti ya kuvaa. Abo nibo baba bafisa makostime. Hao ndio walikuwa na makoti ya kuvaa. Sasa chawibaza. Sasa ujiulize. Uno munsi umusore akize mariage. Kwa siku ya leo kijana mvulana akiunga ndoa. Na waje wamushigiki usanga bambaye impuzu sisa. Na wale wenye wako pamoja nao ile kundi lake unakutana wanapendezwa na nguo ambazo wamezivaa. Ayambara uko agomba na bichafuka nta ngorane. Kama nguo hii anaivaa kama itafika na uchafu hakuna tatizo kwake. Ariko hariya umenya ko wagatijije wategezwa kukachunga neza kugira bigachafu. Lakini kule kama unajua umeyazima nguo ya kufanyia ndani wa harusi, ulikuwa unajitahidi nguo hiyo isichafuke. Naho haba habonetse akanyama waririnda kugira ngo ujya musosi w'inyama ntukorokereko. Hata ilikuwa ni wakati wa kula chakula ukijilinda ili supu ya chakula hicho kisidondokee kwenye hiyo nguo. Numugeni kikanzu y'abandi nawe yabayikose yaririnda ntiyononekare. Hata ile kanzu rushungi ambayo tunasema rushungi kwa mwanamke alikuwa anajitahidi ile asichafue nguo hiyo wakati wa kula chakula. Uno munsi wogenda kuri baje bagize ubugeni wosanga baje makanza kirimuzi yao. Kwa siku ya leo wale ambao wameshafanya harusi unaweza kukutana zile kanzu ambazo waliofanyia ndani ya harusi zingali zinawekwa ndani ya nyumba zao wanazihifadhi. Ariko hariya umaze guheza urubanza rwawe ngira yarabisubiye. Lakini kule ukimaliza tu harusi hiyo siku jioni
vyote vilikuwa vikirudishwa kwa mwenye navyo. Umugabo nawe kuri kajya gakostime yaciye ate utevye kugasubiza wazibona intumije kugira atizana zampuzu. Kwa mwanaume ambaye ameyazima koti, kama amekawa kurudisha hiyo koti, alikuwa akisikia kwamba kuna ujumbe namfikia kusema ewa nirudishie nguo yangu. Utarabari umugore wawe hakiri kare wabona isoni mu maso yiwe. Wakati umefanya mambo hayo na kumwandaa mke wako, maana yake ilikuwa ni aibu kwako. Kubera hari imisore yakunda kwirarira itagira impuzu agiye koresha agatizi ipataro nziza. Kwa sababu kuna vijana wanaume ambao walikuwa hawajiwezi, lakini siku hiyo ya harusi anaenda kutafuta mtu akumwazima suruali ya kuvaa siku hiyo. Mukobwa guma mubona akabukanye impuzu akavuga ati umusore kweli byavyo cyasa zobera umugabo. Na kuna wengine walikuwa wanafanya hiyo kabla ya harusi. Sasa yule binti amechumbia, akiona anabadilisha nguo, anawaza kweli naolewa na mtu mwenye kuwa na nguo. Shika munzu usanga umugabo wawe na afisa kagapataro kamikoni. Wakati mke anafika ndani ya nyumba, tafuta zile nguo ambazo mume wake alikuwa akivaa kwa mchumba, hata zione. Umugore akakubaza za mpuzu zirengo ndazimesure. Sasa mke wake walikuwa akiuliza zile nguo ulikuwa ukivaa bado hatujaona ziko wapi? Atangura kujitaka. Hapo ilikuwa na aibu sana. Ariko uno munsi ugiye mu nzu y'umujeni, lakini kwa siku ya leo ukienda kwenye mvulana yeye ambaye hajaoa, utafise kaka mashini kanyarutsi biharuro ntiwoshobora kama hauna mashine ya kusaidia kuhesabu nguo au utaweza kuzihesabu kwa mikono yako. Ibitenge abakobwa usanga bafise ntiwoshobora kubiharura. Hizi nguo za kike vitenge ambazo idadi yao hawezi kuweza kuzihesabu. Gendura bibirato, angalia viatu, sanga ari byinshi mu nzu. Unakutana ni vingi sana ndani ya nyumba. Hari ibyo sanga bisa n'impuzu. Kuna vingi unakutana vinafanana na nguo zao ambazo wanazivaa. Akuteka kiatu akamenya n'impuzu yacu aza kutambara. Kwa sababu tajua nikivaa kiatu hiki itabidi nivae kikwembe ambacho kinafanana na kiatu ambacho nitakachovaa. Ariko hari atwavuye wambara impuzu nziza ufise kiatu kitameze nziza ntiwareka kutambara. Lakini kule tulikokuwa tukiishi ulikuwa unavaa suruali nzuri, lakini kama kiatu si kizuri ulikuwa unavaa na watu walikuwa naona sawa tu. Kandi nta muntu yagutwenga. Na hakuna mtu aliyekuwa akikucheka. Nambe bariho nyine baratwenga kubera amenyo aramabuye, ariko ibyo byose umuntu yabigira agasenga gataha amerewe neza. Ingawa walikuwa wakicheka, lakini mtu akienda kwenye sherehe fulani, akienda kanisani, alikuwa anaenda na amani na anarudia na amani na kurudia nyumbani akibarikiwa. Byari byiza kuko ushitse ku muhana w'umuntu naho yabafise utushaza duke ntiyareka kugucumbira. Ilikuwa ni vizuri hata ufika kwenye familia fulani ukienda kutembea, kama ananjekele kidogo anazo zimeiva zimepikiwa, alikuwa akikutafutia chakula ukimtembelea. Ariko igitangajije twashitse muri byinshi, lakini yanayoshangaza watu wakati tumefika hapa, tumefika katika kwenye kuna vitu vingi. Umuntu ashobora kuziwa atatanye na mazi. Mtu anaweza kuja kwako na atarudi bila kunywa hata maji. Bila yuko bila bitahari none. Je, unawaza kwamba hayo maji hana maji ndani ya nyumba? Ariko hariho umuntu atangura kwiyumvira ati byo byose yavuye muhirariye Bwana. Lakini inawezekana sipatie hayo maji au sipatie hicho chakula kwa sababu utawaza kwamba ametoka kwake amekula chakula. Rero usanga uko twari nuko turi uno munsi ari ibintu bibiri bitandukanye. Kwa hiyo jinsi tulivyokuwa na jinsi tulivyo kwa sasa ni tofauti kabisa. Kubw'umubiri hari itandukanye. Kwa mwili kuna utofauti. No kuby'impemu usanga hari itandukanye. Hata kuhusu roho au utumishi wa Mungu kuna utofauti. Rero twibaze kino kibazo Daudi yibajije. Kwa hiyo tuendelee kujiuliza hili swali ambalo Daudi naye alijiuliza. Nico gituma Imana igumitugira iti ntimuhinduka kandi muguma muvuga. Kwa hiyo ndio maana Mungu huwa anaendelea nasema kwamba mnaendelea kusema tu maneno yangu lakini hamubadiliki. Nta kiza twokorera Imana tucivanga mu byaha. Hakuna kitu kizuri tunachoweza kutumikia Mungu wakati tunaendelea tukijipaka matope na haya matope ni dhambi. Nta nakimwe tworoka twishura Imana tucivayanga ibinariya. Hakuna kitu ambacho tunaweza kumzawadia Mungu wakati tunaendelea kujilaza kwenye matope ambazo ni dhambi. Tukibesha.
wakati tungali sisi ni waongo, urukundo ruke, wakati sisi hatuna upendo, tukibesheranira, wakati sisi tunasemeania uongo, umuntu ashaka kuguteranya na mugenzi wawe, wakati mtu tungana mawazo ya kuchonganisha mtu mwingine, turonka tukibagira ko Imana ariyo yaturonkeje, wakati tunapata vitu tunasahau kwamba ni Mungu ametupatia. Navuze ko twahora dutanga ibigori n'ubushaza n'isabuni n'amavuta. Nimesema mambo ambayo tukimtolea Mungu sabuni, njekele, maharagi, mahindi na vingine. Tawibaza ati none hariya niho nari ntunze kusumba n'ingano. Sasa unaweza kujiuliza, je, ule ndio nilikuwa niko tajiri kuzidi hapa? Wakwibaza ati ubu niho nginye gusumba iyo nari hari. Au unaweza kusema kwamba hapa ndio nimekuwa masikini kuzidi kule kwenye kwani kiishi. Daudi ku murongo w'17 wa kino gice, Daudi kwa mstari wa 17 katika sura ya 116 yavuze ngo nzogushikanira ikimazi cyo gukenguruka nambaze izina ry'Uhoraho. Alisema ya kwamba nitakutolea dhabihu ya kushukuru na kulitangaza jina la Bwana. Ngo 18 ngo Uhoraho nzomushitsa amasezerano yanje mbere nzoyashitsa mu maso y'abantu iyo bose. Kwa mstari wa 18 panasema ya kwamba nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana, naam, mbele ya watu wake wote. Mu nyubako zo ku ngoro y'Uhoraho hagati muri wewe Yerusalemu. Haleluya. Katika nyua za nyumba ya Bwana ndani yako Yerusalemu. Navuze ko kache mu bihambaye bitari bike. Nimesema kwamba tumepita kwa mambo matatizo mengi ambayo yalitufikia. Mwabija bibazo bitandukanye niho twagiye dutanga amasezerano atandukanye. Kwa hiyo kwa wakati tulifika matatizo hayo tofauti, ndio ule wakati tuliahidia Mungu kitu cha kumfanyia. None Daudi aratwibukije ko dukwiriye kumushitsa amasezerano yake. Kwa hiyo Daudi ametukumbusha kwa siku ya leo ili tufikishe ahadi zetu tulizoahidia Mungu. Uno munsi urajama utekanye ntangorane. Kwa hiyo siku ya leo au siku imepita, usiku umepita umelala na furaha yote kabisa. Tuma dukwiriye kwiyumvira icyo dukwiriye gukorera Imana muri kino gihe kugira ngo irushize kunezera. Kwa hiyo ndio maana vitu tujiulize jinsi tunaweza kumtumikia Mungu na kutoa zile ahadi tuahidia Mungu ili Mungu aendelee kutufurahia. Iminsi yose Imana ntigume itubona ko kila siku Mungu asiendelee kuwa anatuona sisi ni wenye ndani. Umunsi urizina Imana izovuga uti bantu banje ndabashimiye ko mwamaze kwikeruka. Ifikie siku yenye Mungu atasema kwa kweli kwa siku ya leo nimewafurahi ninyi watoto wangu kwa sababu mmebadilika. Tuzoba turabahiga ico gihe. Siku hiyo tutakuwa sisi ni watu ambao wamefikiwa na waheri. Tutakuwa ni watu waheri. Iminsi yose yivuze iratugaya. Lakini siku zote ambazo tunasikia sauti ya Mungu akisema huwa ni anatugairi kwa sababu ya matendo yetu. Iratugaya kubera ibikorwa byacu bitandukanye. Mungu huwa anatugairi kwa sababu ya matendo ambayo tunayoyafanya sio mfurahisha. Nta munsi wari mwira yururuka ngikugiti bani banje ndababona ni mwese ndabakunda. Hakuna hata siku moja nimesikia Mungu anasema kwa hiyo watoto wangu kwa kweli nimewafurahia, mmenipendeza, mmenifurahia. Matubwira duhindure kuri ibi. Kila siku tukisikia sauti ya Mungu huwa kinena kwamba badilikeni, fanyeni hivi. Kumwisho ikavuga ati mugabo ndi kumwe nawe. Lakini baadaye sasa kimaliza anasema mimi niko naye. Nao mumeze bene uko ndi kumwe nawe. Ingawa ninyi matendo yenu ni maovu, mimi naendelea kuwa na ninyi. Byiza Uhoraho yatugwiriye byose. Turabicho kumwishura. Kwa hiyo yale mambo yote mazuri, yale matendo ambayo Mungu ametutalia mazuri, tuangalie jinsi ya kumrudishia na kumshukuru. Kuko Imana dusanze yaradukoreye byinshi bitandukanye. Kwa sababu tumekuta kwamba Mungu ametufanyia vitu vingi ambavyo hatuwezi hata kuvihesabu. Imana ikugirire neza nanje ingirire neza. Mungu awe pamoja nao afanyie vizuri hata mimi aendelee kunifanyia vizuri. Imana idufashe kwibuka ibyo yadukoreye bitume dukora ibyiza bizotuma tubona kuri. Kwa hiyo Mungu aendelee kutukumbusha mambo mazuri ambayo ametutendea na sisi yale mambo yatuhimize kuwa watumishi wazuri mbele yake. Kuguheraheza ijambo ry'Imana. Kwa kumaliza neno la Mungu, Zaburi 118 murongo w'8. Kwa Zaburi sura yake 118 mstari wa 8. Kugira Uhoraho ubuhungiro kuri nikimazi kuruta kwizigira abantu. Panasema hivi,
Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Kugira uhoraho ubuhungiro kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abahambaye. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Ni bangahe bashaka guhungira kuri uhoraho kugira ngo arushize kudushira ku murongo maze kuri wa munsi tuze tumubone? Je, ni wangapi ambao wanataka kukimbilia kwa Mungu ili Mungu mwenyewe awatie kwenye mstari ili siku ile ikifika ya kuchukua kanisa lake waende naye? Wiyibutse ivyo Imana yagukoreye, ukikumbuka mambo ambayo Mungu amekufanyia, uko bingana kose bivanye n'imyaka umaze, unajua idadi ya matendo ambayo Mungu amekufanyia ukifikisha kwenye umri unao kwa sasa. Na kusaba yuko uhoraho twomuhungira ko kuvuna munsi. Ninakuomba ya kwamba hadi leo, tangu leo tuanze kumkimbilia Mungu, tukimbilie kwa Mungu, tukamuhereza imitima yacu. Na tukimkimbilia Mungu itakuwa ni kumpatia mioyo yetu. Ibi twaje dusanga ngaho ntibihabwe bidukora kuhoraho. Haya ambayo tumeyakuta hapa Amerika yasisababishe tutengane na Mungu, ahubwo birushize kutwegereza uhoraho. Lakini mambo mazuri tumeyakuta hapa yawe kitu cha mambo ya kutusaidia kwa kutujogelea, kwa kumshukuru Mungu na tuwe karibu yake, kuambatana naye. Wibuke gutangira Imana ilikwiye koko yarabikorongeje. Kwa hiyo ukumbuke kutoa sadaka sehemu ya 10 bila uongo, bila kuiba Mungu, kwa sababu ni Mungu amesababisha upate hayo yote. Nambe warayitangira kuri bijya bikeya waronka hariya, ingawa ulikuwa kumtolea Mungu vichache, kwa vile vichache vilivyokuwa ukipewa huko kwenye kambi, uno munsi ukaburonka byinshi bikanka yuko yitangira. Lakini kwa siku ya leo umepewa, Mungu amekupatia vingi, lakini umeshindwa kutoa vingi ambavyo Mungu amekupatia. Kwa vile vingi Mungu amekupatia, hariho umunsi Imana izokubaza. Kuna siku Mungu atakuuliza. Izokubaza. Mungu atakuuliza. Wera aguma kurinda ijoro n'izuba. Kwa sababu huo Mungu anaendelea kukuhifadhi uchana na usiku. Nkuko yakurinze ukiri hariya nuno munsi abandanya kikurinda. Kama vile amekulinda ukiwa uko kambini hadi siku ya sasa, anaendelea kukulinda. Uko yakurinze uri umukene nuno munsi aracakurinda kuko uri umutunzi. Kwa jinsi alivyokulinda wakati ulikuwa maskini uko kambini, ndio ngisa anaendelea kukulinda wakati wa sasa na wewe kwa huu wakati wewe ni tajiri. Imana yarizi ivyo wari ufise hariya. Mungu anajua, na Mungu alikuwa akijua mambo vitu ambavyo unavyo huko kambini. No, Imana irazi ivyo na hadi leo, hata sasa hivi kwa hii dakika Mungu anajua utajiri wako unao. Uyima utayima byose irabibona. Wewe kama utamnyima au kama hutamunyima, Mungu atajua utajiri wako unao. Twese hamwe hazogera igihe tuve muri no muriro. Itafika siku sisi sote tutoke kwenye miili yetu. Aja mahuzi yose dufise mu mazu nitwapfa uzosanga umwe ajanye impuzu yewe mwikusa. Zile nguo zetu ambazo tunazo, ikifika siku ya kufa, anasema hautazikwa na zile nguo zote, itakuwa ni nguo moja tu watakuvika. Nico kimwe naja amafaranga usanga abantu bashira muri checking no muri saving, ni muri saving, ni napfa ajazo kuma muri zija benki. Ni kama zile pesa ambazo tunachuma, tunafungua account, kuna saving na checking. Checking watu wengi ndio wanatumia, na saving wanahifadhi kama zitakuwa ni pesa kusaidia kwa matatizo fulani. Lakini ukikufa zile pesa zitabaki mule mule, hautazikwa nazo. Hariho umugabo umwe yakunda kuronka amafaranga gashira muri saving. Kuna mtu mmoja alikuwa akipata pesa kabisa, naye alikuwa akizitia kwenye account ya hazina. Ija dusanzwe tumenyereye niyo yabwira umugore wiwe. Ile checking ambayo inatumikishwa mara kwa mara ndio alikuwa akiambia mke wake. Umunsi urizi nafata imodoka arasafira. Ilifika siku moja akashika gari lake akasafiri akaenda mahali fulani. Umugore arafisi kadi ya checking. Mke alikuwa na ile kadi ya kutosha kwenye account ya kawaida. Alipo saving nayo yarazi. Na hakuwa na kadi ya pesa ambazo mume wake amehifadhi. Na saving ile ilikuwa mafaranga mengi sana. Na hiyo kadi na hiyo account ya hazina ndio ilikuwa na pesa nyingi sana. Afashe urugendo
agongwa ni kigari arapfa. Wakati alishika safari aligongwa na ingine gari na yeye akafariki hapo. Yumvira ko ajya amafaranga yo muri saving yariwe nande ko umugore atarayazi. Je, pesa hizo ambazo mke wake alikuwa hajui zimeliwa na nani wakati alikofariki? Yumvira ko bari baratunze baje kubwira umugore ati umugabo wawe yarafise saving yari. Unawaza kwamba wakati alifariki wale wanahusika na kufuatia mambo ya kufa walipita wanakuja au ile banki alikuwa akichunga hizo pesa walikuja wakafikia mke wake akamwambia kwamba kuna zingine pesa zinachunga kwenye hazina fulani. Ikatubitsa ubutunzi bwacu mu bwamko mwisho. Kwa hiyo ni vizuri utajiri tunao tuwekeshe huko mbinguni. Mathayo igice cha 6:33. Ni katika sura Injili ya Mathayo sura 6 na mstari wa 33. Mbele na mbele turongera ubwamko mwisho. Panasema ya kwamba kabla vitu vingine vyote ni vizuri tuanze na kutafuta ufalme wa Mungu. Ibindi byose bisoza Mungu. Na mengine yatakuja baadaye. Turakora ibikorwa byacu ko twigombeye. Sisi huwa tunafanya kazi zetu tunavyotaka kubera turi bazima dukomeye. Kwa sababu tuko wazima hatujakufa tunapumua. Ariko iyo umuntu yagwaye atafise inkomezi usanga yagumye hajya muhira. Lakini wakati mtu amegonjwa ako yeye ni dhaifu anabaki pale nyumbani hataenda nafasi yoyote. Kuzigihaza okomera azokomerera karonyi inkomezi. Kufika wakati siku atapona na apate nguvu za kufanya shughuli tofauti. Elimani tugire neza kandi tuhindure. Kwa hiyo Mungu aendelee kwa nasi tufanye vizuri na kutubadilisha. Turushize kumenya twavuye niyo tuliko na tuendelee kujua tuendelee zaidi kujua tuliko toka na kwenye tuko. Na cyane twibuka ko hari umunsi umwe wese azotaha akava muri no mubiri. Na zaidi tujue kwamba itafika siku mtu atatoka kwenye mwili anao afariki ili atoe kwenye hii dunia. Ni bangahe bifuza ko twosengera hamwe muri no mwanya? Je, ni wangapi ambao wana mawazo ya kusema ati ninahitaji niombe pamoja na kugira ngo uhoraho tumugire ubuhungiro bwacu, ili Mungu tumugeuze awe kimbilio letu? Kuko byomera kose ndazi neza ko atawundi mulinzi dufise nk'Imana. Kwa sababu najua vilivyo vyovyote hakuna mlindaji tunaye zaidi ya Mungu. Imani baho mugisha mweke mwabonye ko dukwiriye guhungira kuruhora. Mungu awabariki ninyi ambao mumeona kwamba ni vizuri tukimbilie kwa Mwenyezi Mungu. Kanda bagore duhaguruke. Acha niwasumbue ni waombe msimame. Hanyuma dusenge Imana dusabe itubere ubuhungiro bwacu. Na tuombe Mungu na tumuombe atukubalie awe kimbilio letu. Na cyane turushize kwibuka iby'Imana dukore tutange imitima n'imibiri yacu bibe ibishimwa n'Uhoraho. Na zaidi tukumbuke mambo ambayo Mungu ametufanyia na jinsi tulivyomwahidia, na zaidi tutoe miili yetu, matendo yote viwe vitu vya kuonesha furaha mbele za Mungu, tumfurahie Mungu. Reka dusenge Imana. Tuombe Mungu. Ndagushima Mana Uhoraho nyene ubushobozi. Ndagukengurukiye mutanga bugingo mwiza yuko uno munsi wabonye ko bikwiriye ngo twibuke ibyiza bitari biko wadukoreye. Nuhabwe icyubahiro Mana kubwira ishengero ryawe ngaba bemeye guca bugufi mu mitima yabo. Twese noneho turaciye bugufi mu mitima yacu, dusanze waraturenganishije byinshi, ariko Mwana w'Imana anakimwe dufise twotangira nk'ishimwe, ariko dushaka kuguhereza imitima yacu kugira ngo izoba twemeye gushitsa nuko tugirire neza ubwa mbere wese kandi utunganye imitima yacu, utugirire imbabazi Imana aho hose twagiye hatabereye. Hanyuma Mwana w'Imana ubikunde utwemerere amazina yacu yose twese ko turi hano uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Abagabo n'abagore bari hano, imisoro n'inkumi n'abana bato, twese tugomba ngo tubere ubuhungiro bwacu, kuko badukuye muri byinshi hanyuma tugeza muri byinshi, ariko twifuza kuzokubona Mana. Nicyo gituma tukwinginze twese hamwe ngo tugire neza muri byose, hanyuma tugirire imbabazi kuri ibyo byose twakoze byahwanye n'ubugome bwawe. Mana uratuzi gusumba uko twiyizi, twese uko turi hano uradutahura Mana, nta n'umwe afise aho yo kunyegeza. Raba mu mitima yacu, raba ibyiyumviro byacu, raba ibidahwanye n'ubugome bwawe.
maze dukure ko agasemba n'amarabaga, hanyuma twemerere kujyana nawe, hanyuma natwe utujye imbere muri byose, mu byo tuvuga no mu byo dukora, hanyuma kuri wa munsi uzudutera iteka ryo kukubona. Ibyo ugomba birushize kuba ari byo biba mu ishingiro ryawe, kandi amahoro yawe arushize kugabana no kuganza imitima yacu, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ibambere umugisha mwese mu izina rya Yesu. Amen.